waweze kuelekezwa, kubarikiwa na kuponywa, ni kwa sababu Bwana ni watu wako. Wewe kufurahia kusanyiko la watu wako, na hivyo watu hao wako hapo. Mungu wetu, najua ya kwamba utawatendea yaliyo mazuri kwa sababu ya neno lako. Asante Mungu, ni kwa sababu mimi ni chombo. Naomba unitumie jinsi upendavyo, na kama sauti yako mtakatifu, kwa sababu ya watu hawa. Wainuliwe katika viwango vingine, wabarikiwe kwa sababu ya neno lako. Asante, ni sababu umetenda na unatimiza. Kwa jina la Yesu Kristo tunaamini na hata kuomba. Kwa sababu ya siku hii ambayo Bwana ametupatia, tumekuja kwa sababu tumeamrishwa tuje, ni kwa sababu ya kazi iliyopo ya mwenyewe, na hivyo lazima tutii. Jina la Bwana litukuzwe. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kuwa kwa lunch ya siku ya leo. Ni mpango wa Mungu wakati wote tunapokubali kusikia sauti na tunaelekea jinsi ambavyo sauti itakavyotuelekeza. Nimepata ujumbe ama nimepewa ujumbe kwa sababu yako, na wewe umekuja kwa sababu ya ujumbe huo, na hivyo kwa sababu nimeamrishwa niseme jinsi ambavyo linahitajika niseme, hivyo utaniruhusu nikwambie ukweli bila kuficha chochote, na ikiwa ukweli utakuelekea, kubali kurekebisha, kubali kukaa jinsi ambavyo Mungu anavyotaka. Amen. Haleluya. Amen. Mara nyingi huwa nasema ya kwamba ikiwa nitakubali nisikie Mungu jinsi anavyotaka, sio vile ninavyotaka, itakuwa ni ya baraka sana, kwa sababu nitakuwa nimeponya kizazi changu. Hivyo mimi ni muhimu, wewe ni muhimu, kwa sababu ya kuponya ambao wanaokutegemea. Amen. Haleluya. Amen. Ujumbe ambao nimepewa na nimefuatilia kuangalia kwa umakini ni kumhofu Mungu. Kumhofu Mungu. To fear the Lord. Na wakati ambapo nimekuwa nikiangalia kwa umbali, kwa upana na kwa kina, kuna mambo kadhaa ambayo nimepata ya kwamba yanaonyesha wazi hofu ya Mungu ni kana kwamba haipo. Wengi leo hofu ya Mungu haipo kwa sababu ya jinsi ambavyo wanavyoonyesha. Wakati ambapo hofu ya Mungu iko katika eneo, hofu ya Mungu iko katika mtu, inaonyesha wazi, kwa sababu Mungu hujionyesha kwa hali yake. Jina la Bwana litukuzwe. Na wakati ambapo nilipokuwa nikiangalia kile ambacho kinachoonekana by now, ni ya kwamba kama hatuko na hofu la Mungu, hata tuseme ya kwamba tumeokoka, hatutaweza kufaulu kurithi uzima wa milele, kwa sababu hofu ya Mungu akiwa ndani mwako, kuna mambo utajichunga, kuna mambo utakosa kuyafanya ili uweze kumpendeza Mungu kuliko kujipendeza wewe. Nataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi. Nataka nizingatie mistari kadhaa ambayo kwa wiki hili nitakuwa hapa jinsi ambavyo Roho wa Bwana atakavyoniwezesha na Mungu. Hivyo kama leo wewe utakuja kwa sababu ya kukuja tu, itaonyesha wiki hii. Amen. Amen. Na hiyo siogopi kukuambia, kwa sababu kama unakuja kwa sababu ya hisia ya jinsi ambavyo unasikia,
utakosa lengo, kwa sababu Mungu anakutamani uwe mahali pake. Na ndiposa neno hili nimepewa nikuambie kwa wale wote watakao kuja, na pia pale pengine ambao wanaotuangalia kwa mbali. Neno la Mungu katika Zaburi 34 kifungu kile cha 10 inaanza pale, kwa sababu ya muda. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Naona jambo hapa Daudi analolizungumza, kwa sababu kuna mahali alifika, na kwa sababu kuna mahali alifika, mambo haya anayazungumza kama mafumbo, na katika hali ya kuyasema na yakanakiliwa. Sasa leo ni funzo kwetu. So Biblia inazidi kusema mstari wa 11, njoni enyi wana mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Daudi maneno haya anayoongea ni kwa sababu ya kusanyiko ambalo leo yawezekana wewe ndio kati ya kusanyiko. Tukusanyike ili tufundishwe. So Daudi maneno haya akayaongea. Mstari wa 12 unasema ya kwamba ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apandaye siku nyingi apate kuona mema. So najua sisi sote tu watu ambao tunaotaka kuona mema kila wakati na tuishi katika siku nyingi, lakini itategemea. Nikashangaa mstari wa 13 ukisema ya kwamba uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako kusema hila. Nikaanza kujikagua kabla sijakuja, kwa sababu kabla sijasema ama kabla sijakuwa sauti, lazima ndani mwangu nijihoji, nimeuzuia ulimi wangu na midomo yangu, kwa sababu ikiwa inadondoza tabia ambazo Mungu amezikataa, mimi nitaonekana si kati ya warithi wa uzima. Biblia inazidi kusema ya kwamba uache mabaya ukatenda mema, utafute amani ukaifuate. Mistari hii imenifanya nipanuke na nijikague kwa sababu ya maisha yangu. Nikajiuliza, ndani mwangu kuna hofu ya Mungu, ndani mwangu kuna kile ambacho nahisi Mungu ako pamoja nami, ama kwa sababu naitwa mchungaji, kwa sababu mimi ni Mkristo, kwa sababu ya dini yangu, ndipo ninajiona kana kwamba mimi ni murithi. Na nikakuja kuuliza swali, kwa sababu nimekuja na swali moja hapa ambalo linasema ya kwamba kumhofu Mungu, kumhofu Bwana wako ni kitu gani ambacho hicho cha muhimu ambacho inahitajika ligishughulikie? Kwa sababu usipokuwa na swali la kujiuliza kumhofu Mungu ni nini kilicho cha muhimu, utaishi kwa nyumba ya Mungu, utakuja kwa lancha wa miaka na miaka, utakaa katika mafundisho, lakini ndani mwako kama hauna hili swali, kama mama, kama mzee, kama kijana, kama mchungaji, kumhofu Mungu ni nini? Sababu yawezekana unafikiri kumhofu Mungu ni kama vile unaweza kuona askari akipita na uwe na uoga. Hiyo sio kumhofu Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna utofauti wa hofu na uoga. Hii mambo mawili lazima utenganishe.
kwa hii safari, na ili ufaulu usiweke uoga kumwogopa mchungaji na umhofu Mungu, sababu hiyo ndiyo ipo sasa na inaonekana kwa matokeo ambao tuko nayo leo. Leo kama nina uoga wa kuona watu wasiniseme, sina hofu ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Sababu wengine wanaingia kufanya dhambi, hawahofu Mungu, wanaogopa watu. Sijui wewe ni kuogopa, unaogopa watu ama unahofu Mungu? Mungu ako na wewe 24/7. Watu wako naye kwa muda mchache. And that's why we differ, kuhofu na kuogopa, ule uoga. Yaani unakaa ukijiuliza maswali, na Mungu ananiona namna gani? Hata pengine wale ambao hatupo pamoja na hawa hapa, jinsi wanavyoangalia kwa mtandao, una hofu ya Mungu ama ni uoga wa Mungu? Ni uoga wa watu. Sababu inahitajika uiweke katika utofauti, na nitakuonyesha kwa sababu ni maandiko. Daudi anasema ya kwamba mwana simba hutinikiwa, yaani mwana yule yawezekana mahali afike kile alichotarajia. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Akile ama pate kama chakula chake kikose, lakini huyu Mungu aliye na uwezo wote aweza kubadilisha hali ya kukula nyama ale nyasi na ashibe. Bwana Yesu asifiwe. So kumaanisha ya kwamba ikiwa mwana simba jameni atatindikiwa, ni mimi na wewe kweli kabisa hatuwezi kukosa, tupungukiwe. Ni nani atakaye kuja kuchukua hiyo nafasi ili uweze kuendelea katika maisha? Ni yule ambaye umemhofu, si mwanadamu ambao pengine unaweza kumtegemea, kwa sababu mwanadamu anaweza kufeli. So katika hili swali ya kwamba kumhofu Mungu, to fear the Lord, ni jambo gani ambalo ni muhimu kwake? Ni jambo gani muhimu katika jambo hili, kumhofu Mungu? Sababu leo hii safari ukitaka kuielewa vizuri, kakua watu wanatenda nini, watu wanasema nini, watu wana hisia gani. Na ndiposa Daudi anasema ya kwamba njoni enyi wana munisikilize. So ni kikao kenye tumeitwa kama lunch hour, kama church, kama ushirika, tukae chini tusikilize, tufundishwe nini. Hili swali ni jambo gani ambalo la kuhofu Mungu? Tukisha kubali kufundishwa hili jambo ambalo ni la kuhofu Mungu, haleluya, utembee nalo. Utembee nalo. Ukishafundishwa utembee nalo. Amen. Biblia inasema ya kwamba nimesema hii mistari ndio nitazingatia. Licha kuna mambo mengine ambayo nataka tuyaguze. Mstari wa 11 unasema ya kwamba njoni enyi wana mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Yaani ikiwa utakaa chini, ukishakaa chini, asiyekuwa na nia mbaya, yule anayezungumza amekaa kwa sura gani, kenye ametumwa nacho ukipokee, kiingie ndani mwako, ukubali kufundishika. Haleluya. Ufundishwe kumcha Bwana. Haleluya. So kuna kufundishwa
Na ndio hii tutakaa hapa wiki moja tukifundishwa. Mwanafunzi mzuri ni mwenye anahudhuria darasa, ili wakati wa mtihani asianguke mtihani. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ninakusaidia kwa sababu nimeona na nimesikia, nimeshuhudia ya kwamba kuna hofu ya Mungu na uoga wa kuogopa hali zisikupate. Na haya mambo mawili yanatofautiana, na kenye watu wameangukia sana ni uoga. Uoga ndio wako nao mwingi sana wa hali kwa jinsi ambavyo wanaishi, lakini hawana hofu ya Mungu. Ndio nimekuambia ya kwamba mistari hii nitazingatia. Wiki hii itaonyesha ni hofu ya Mungu iko ndani mwako ama ni uoga wa mtu ambaye anayekuona na ambaye unamjua akijua ya kwamba haujaenda lunch shower. Haleluya! Atakusema vibaya. Ama unaogopa baba, baba hayuko na hata kuwa unaogopa Mungu, unaogopa baba. Haleluya. So tunakaa chini kufundishwa kumcha Bwana, na kumcha Bwana Biblia inasema vizuri na imeweka wazi kitabu cha Methali 1 kifungu cha 7. Hiyo si mnisome. Haleluya. Methali utaona mahali ambapo utakuwa, sababu usipokubali kufundishwa kumcha Bwana hautakuwa na hofu ya Mungu, na wanaofundishwa wakawa na hofu ya Mungu wana kile ambacho Methali inasema ama Sulaimani anasema. Haleluya. Hii watoto wetu hao wanaonyesha kenye tu hali tu. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Wanaonyesha mahali tupo. So usianze kusema ya kwamba unajua mimi namhofu Mungu. Tukiangalia matunda ama tukiangalia uzao, tukiangalia matendo, tukiangalia jinsi ambavyo unavyoonekana, ndivyo ulivyo, sababu Kenya unafanya yote itaonyesha kwa matendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wake wa 7 anasema nini wa Methali 1? Mcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kumcha Bwana, so tunapofundishwa kumcha Bwana, Daudi ndiye anavyosema, na Sulaimani anasema ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. So watu wengi leo, Wakristo wengi leo hawana kitu kinaitwa maarifa. Kumaanisha hofu ya Mungu haipo. Walizoea Mungu wakaogopa hali ambazo wanakumbana nazo. Jana nikisema na watoto wa Mungu niliwaambia ya kwamba Yesu akawaambia wanafunzi, atakaye acha ndugu yake, mke wake, mashamba yake, biashara yake, haleluya, atakaye acha kwa sababu ya ufalme wa Mungu atalipwa. Nikuulize, unatarajia kulipwa? Bwana Yesu asifiwe. Unatarajia kulipwa? Na kama tabia haijabadilika ya kumcha Bwana, kama hujakubali kuwa na hofu ya Mungu ili uweze kuwa na maarifa, bali wapumbavu
Sasa hapa ndio nikasema Mungu nisaidie nisionekane mpumbavu mbele zako. Nisionekane mpumbavu. Wewe unaonekana mbele za Mungu. Biblia inasema ya kwamba mpumbavu udharau hekima na adabu. So kumaanisha kwamba hautakuwa na hekima. Kwa Mungu kuna hekima, maarifa na adabu. Sasa kama wewe ni chanzo cha kukosa adabu, ujue uzao wako hautakuwa na adabu. Mtanivumilia tu hivi na sitoki hapa. Amen. Ninamaanisha ya kwamba matokeo yake kiko ndani mwetu, ya kwamba sisi tuna hofu ya Mungu mpaka matendo ambayo sisi tutakuwa tukiyafanya kwa maadili na pia kwa mielekeo iliyojaa Mungu sana. Amen. Situache hiyo. Nikumbuke mambo ambayo niliambiwa nikwambie. Kati ya mambo hayo ambayo niliambiwa ya kwamba tuichunguze, ya kwamba ni kitu gani kilicho cha muhimu katika kumhofu Mungu, yaani unamhofu Mungu, tabia hizi ndizo zinahitajika zionekane. Na tabia ya kwanza ni kuonyesha tabia. Amen. To show the character. Walio na hofu ya Mungu wana tabia, wana character inayovuta. Hallelujah. Jina la Bwana litukuzwe. Walio na hofu ya Mungu hata wakitembea, they have character ambao si ya kawaida. Wakati ambapo wewe unapo hofu ya Mungu ndani mwako, tabia zako zinaonyesha tabia za kiungu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kile inahitajika kukuidhinisha ya kwamba hofu ya Mungu iko ndani mwako, tabia yenye tuko nayo. Una tabia gani? Leo Mungu akija na asitumane aje, akuje akague moyo wako, akae hapa na wewe ukae upande mwingine, akuambie hii ndiyo tabia ulio nayo, utakubaliana nayo ama utakataa? So tabia, wewe ni wa tabia gani? Asante kwa hiyo kimya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, feelings of the Lord in you. Yani ndani mwako, yani unasikia ndani mwako kuna ile hofu ya Mungu. Haya si kwa vile unaambiwa, umefundishwa na imeingia. Yani unasikia kama utaenda lunch hour, kuabudu kama utaenda church. Hizo feelings, bado feelings zilikufa, hisia zilikufa. Unakuja kwa sababu unataka uone ni nani atakuwa kwa hiyo madhabahu lunch hour hii. Ambia unapoteza. Kama hujakuja kwa sababu ya ile feeling, unasikia una msukumo, sitasahau maisha yangu yote mpaka 2012 Januari, sitasahau. Tulikuwa na hisia ya kesha, tulikuwa na hisia za level za morning club, tulikuwa na hisia za HBC, tulikuwa na hisia za mifungo, tulikuwa na hisia za kwenda nje.
wewe unapatikana wapi hapo? Sababu hisia yako ya kesho ilikufa. Mimi sijaambiwa na mtu yote, sijaambiwa na mtu yote kwenye mwendani kesha. Ninakuambia kenye nimeambia nikwambia, hisia ya feelings za kesha hakuna. Na ukienda kesho unaenda kulazimishwa. Kadia amesema acha niende ndani kwa moyo, umeinua mikono, umeinua hivi mabega. Naona unaniangalia, umeinua hivi kama yule mtoto mkaidi anafanya kama mama yake namna gani? Hey, haleluya! Hisia za kwenda, amen, ibada za kwanza, za pili, za tatu. I love this sababu Baba hakuna mahali atalaumiwa, ni wewe na hisia zako. Ni kwa sababu ndani mwako umekataa kukaa chini ya mafundisho, ujue kumcha Bwana, uwe na maarifa, uwe na hekima, uwe na adabu. Hisia zingali hai zilikuwa. Najua sisi ndio waziri wa pioneers. Sio unajua tumekuwa kasha sana huko. Bado hujakesha. Sio unajua tumeenda HPC sana, ushirika sana. Sasa hata tuachie hao wengine ambao ni yamia. Nenda ile kopia yule kumzee. Hisia zimekufa. Feelings. Hiyo inaonyesha ni dalili ya kwamba umekufa kihofu ya Mungu. Wewe ni maiti kwa nyumba ya Mungu, ya kwamba unaenda pale uonekane, lakini ndani mwako hauma. Uko pale to show yourself. Kuja kushow hapa kwa lanja. Tani kwa singine. Jina la Bwana litukuzwe. To have control. Yani una mielekeo, yani uko na ile mielekeo ya kwamba mimi na Mungu tu pamoja. To have control. Huendi tu na hukai tu, una program, una control. Kuna mambo huwezi fanya kwa sababu ya mambo fulani ambayo yanahitajika uoneshane hofu yako na Mungu. Ndio Daudi anasema ya kwamba vinywa vyetu tuvifanye nini? Tuilinde. Amen. Hatuna kontrol. Ndio hii vijana wetu hawana kontrol. Midomo anatamka vitu mpaka unashindwa ni Shetani ameshuka ndani ya maisha yao. Wametoka kwa kina nani? Wa Kristo. Adabu haiko. Hawana kontrol. Amen. Inaonyesha hawana nidhamu. Maanisha kama una nidhamu kwa baba. Bwana wako. Hauna kontrol. Unaweza waza chochote. Unaweza tamka chochote. Hauna control. Jinsi tulivyokuwa na hofu hapo awali, leo haimo. Ile control hakuna. Jambo litukie, hauna control ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne. Na sasa kisha mnipigie kengele. Bado masaa. Biblia. Jambo la nne. Respect for him and his word. Heshima kwa yeye huyo ambaye anahitajika kuwa ndani mwako. Ukimhofu, unamrespect, unamheshimu. Leo hatuheshimu Mungu, tunaheshimu wanadamu kuliko Mungu. Haleluya. Amen. Na kama ni ukweli, watu hapo hizi vitu ziliwekwa kwa sababu ya kujaza hewa.
Au mtasema malaika wako hapa. Mungu hakutaka malaika wakuje wakae hapa. Mungu alitaka watu wakuje wasikie neno la Mungu. So kenye kiko ndani ya watu ni hiki, hawana respect na yule mtu ambaye ako na wao masaa yote, hawana respect. Una muda wa kuwa na chakula chako cha mchana, lakini hauna ule muda na Mungu. Mungu anataka awe na muda na wewe, na pia uheshimu neno lake. That's why wezi andika na wezi beba Biblia. Pole kwa hiyo kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 5, kuheshimu ukuu wake na uwezo wake na mamlaka yake, ama kutambua, to recognize his majesty, greatness and authority. Sasa unatafuta mpaka mahali utaenda kuona, sababu hauofu Mungu, unaenda kwa mwanadamu. Kama wewe unaenda kukwambia uongo, yeye anataka ashibe, yeye anataka majibu ya maisha yako. Na umeokoka. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Hii ndio iko sasa. Na ndio naona wachungaji wana shida, badala ya kupanuka wanaenda mbele wanarudi nyuma, wanaenda mbele wanarudi nyuma. Ni nini kinachotendeka? Watu wamekinai, wameona Mungu na wamuavu Mungu, wanaona Mungu tumemzoea. So kama hautarecognize his majesty, ukuu wake na uwezo wake na mamlaka yake, sasa wewe uko na uko kwa chache na uko kwa lacha, na huyo mwingine mwenye hapo mahali hapo, kuna vitu tunahitajika kujiuliza. Ni nani ameniweka? Ni nani amenifanya niwe hai? Ni nani amefanya mimi nipumue sasa? Unaheshimu na hofu ya Mungu inakaa ndani mwako. So ukisikia neno la Mungu na liheshimu, ukiangalia matendo yanayotendeka machafu unaumia. Haleluya. Amen. Sinikupe jambo la 6. Nikupe mambo 6 ambayo nataka wewe nayo ukimbatia wewe ndio ufanye mazoezi, alafu unafanya utafiti. Hii mambo yote ni kufanya utafiti na kuangalia kizazi kama chukuna. Tokea mahali ambapo mimi nilimjulia Mungu na mpaka sasa, ama tokea mahali ambapo mimi nilikuja katika dunia na mahali nimefika, na ninaangalia ni kitu gani ambacho kinaonekana nyuma na kitu gani kinaonekana mbele. Nasema hapa hofu ya Mungu imepungua, imetujuka, imetiwa maji. Haleluya. Huu si wakati wa kulala, ni wakati wa magoti, ni wakati wa kumwendea mwenye uwezo. Na ndiposa Daudi akasema, mwana simba hutindikiwa. Hai 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 hai, Bwana Yesu asifiwe. Hutindikiwa na mawindo. Atafanyaje? Lazima aambie mwenye uwezo, na nina haja, kwa sababu anajua kuna yule mwenye uwezo na namtamani amtendee. Leo tumtamani sana Mungu atutendee, sababu tutatindikiwa. Kuna mahali tutafika mwisho. Amen. Amen. So jambo la 6 ni kumwogopa Mungu, usimkosee. Unamwogopa Mungu
kumkosea. Leo watu hawana hofu ya kutotenda kenye wanataka kutenda, hawajali, wanaifanya na kiona ya kwamba ni kana kwamba ameonekana. Anakaa nyumbani, haji kwa church, haji kwa ushirika, haji mahali ambapo ni openly. Dhamiri zake zinamshtaki, alifanya kinyume, hakumhofu Mungu. So kenye kinahitajika ndani mwako ni ya kwamba to fear to offend him. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hii si kawaida. In the spiritual realm inaugua. So kumwogopa Mungu kuna maanisha nini? Kumwogopa Mungu kuna maanisha nini? Sababu kuna maana yake. Ile hofu ya Mungu, ile hofu ya Mungu, kumhofu Mungu inamaanisha nini? Daudi anasema ya kwamba wakati ambapo mimi na wewe tutakapokusanyika, tutakuja kufundishwa yale ambayo ni ya kumhofu Mungu ama kumcha Mungu, kwa sababu hauwezi peke yake. Na ndiposa tunaambiwa njooni, wiki hii njooni, haleluya, wiki nyingine njooni ukasikilize. Wakati unaposikiliza, nami nitawafundisha kumcha Bwana. So hapa kwa kuja kwa mafundisho. Wewe ni mwanafunzi. Na mwanafunzi mzuri nimekuambia ni mwenye anahudhuria darasa. Sababu mwisho wa mafundisho iko mtihani. Amen. Mwisho wa mafundisho iko mtihani na hakuna yoyote atakayeepuka. Hai. Kuna. So ujue wewe umejiunganisha na hii safari, kuna mtihani yako. Hiyo si kuja kukutia moyo ati ya kwamba hakuna mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wangu wa grade 6 na grade 9 nimeona nimetumiwa grade zao venye wamefanya na makaratasi wakaleta. So mwalimu amehakikisha ya kwamba ame-update ili mwanafunzi asifanye nini? Asidanganye. Yawezekana wewe unataka kudanganya kwa mtihani na hautaweza. Iya Mungu hakuna kukwepa. Lazima ufanye mtihani na hautaipa. Usiseme ulikuwa na shughuli sana. Mimi nilikuwa na shughuli sana, so ninaomba mwalimu nipitishe. Hakuna. Mwalimu wetu ni makini sana na nataka tumtambue, tuogope neno lake ama tuamini neno lake, ili mtihani unapokuja unaupita kama maji, kumaanisha usipokuwa kwa darasa utafeli. Na mtihani wako uko njiani. NEC bado inatengeneza ya Mungu. Inaandaa. Amen. Inaandaa. So jambo hili ambalo la kumhofu Mungu linamaanisha nini? Jambo ambalo linahitajika ujue, na Daudi amesema ya kwamba wakati tunapokuja kufundishwa lile ambalo tutakuwa tukimcha Mungu, Biblia inasema ya kwamba mstari wake wa 13 wa Zaburi 34 inasema ya kwamba uzuie ulimi wako
na mabaya. Nami nikachukua hilo jambo nikaliweka, nikasema ya kwamba fearing God means guide your tongue. Ulimi ni kaungo kidogo, lakini kanaweza washa moto, dunia mzima ikachomeka. Wanaokaa kwa mafundisho lazima wajue kumhofu Mungu. Mafundisho yale ambao wanaipokea, Daudi anasema uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Yani you guide your tongue, na ujue ya kwamba katika huo ulimi na hiyo midomo, hapo ndipo uongo unatokea. Hapo ndipo inatamkwa, ikitoka kwa hazina ya moyo, ya kwamba unadanganya. Wengi leo wadanganyifu, wengi leo waongo. They deceive, they are liars. Bwana Yesu asifiwe. So Daudi anasema zuia ulimi wako. Ulimi wako utakuqualify wewe ni mcha Mungu, wewe una hofu ya Mungu, huo ulimi na mdomo. Sababu kilichokuwa kwa hazina mahali pake pa kutokea. Haleluya. Mahali ambapo inatokana, mahali ambapo imewekwa ikitokea ni midomo na ulimi. Unapiga ulimi ukimwongea mtu badala ya kuongea uzuri wa Mungu. Haleluya. So naona Mungu anataka tujue maana ya sisi kukaa kwa darasa lenye linaitwa lunch hour. Lunch hour sio kumisi lunch peke yake, kwa sababu bado ukitoka hapa utaenda kula. Lunch hour ina maana yake pana sana, ya kwamba niko kwa darasa na dakika 45 nifundishwa kumcha Bwana, na moja wapo ambao nakanywa iondoke ndani mwangu ni midomo yangu, nizuilie kusema kile sicho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mabaya yasitokane na midomo yangu, pia hila. So kile ambacho Mungu anachosema hapa ni ya kwamba haya mambo ambayo ni ya uongo, hila, yote ni ya shetani. So hawezi beba Mungu na ubebe shetani. Hawezi tumikia mabwana wawili, lazima utumikie mmoja. Na ndio leo tunaonyesha tuko fugufugu. So matokeo yake tumezaa matendo yenye inaonekana kwa wale ambao wako nyuma yetu. Jinsi tulivyo ndivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri ujiepushe na hatari za aina hizi za dhambi ambazo Mungu nitasema kuu. He hates. Amezidharau. Kuchukia, yes. Ameichukia. Hiyo yenyewe unaona kana kwamba inakutetea. Hiyo amechukia. Mojawapo ni uongo ndani mwako. Ikiwa kuna uongo, hila, fitina, uzinzi, usherati, mchuki, uchungu, Mungu amechukia. Haleluya. Can you honest? Nisome andiko moja. Zaburi 5.
Psalms chapter number 5. Zaburi 5 kifungu chake cha 6. Daudi anasema maneno haya. Utauharibu wasemao uongo. Just imagine, wanaosema uongo wataharibiwa. Bwana humzingira muuaji, humzira muuaji na mwenye hila. Mungu hatapembeleza wale ambao ni wauaji, hukabiliana na wao na wenye hila. So Mungu hatapembeleza kile kilicho ndani, na sisi tumesikia, tunafundishwa, so lazima atakabiliana nazo mambo ambayo yote yako ndani mwetu, ya kwamba hatabembeleza, atakabiliana nayo, kwa sababu imefichika ndani mwetu, na ndiposa inatoka kupitia midomo yetu. Haleluya, amen. Naomba nikome pa, tuweke kikomo pa, ya kwamba simba ama mwana simba atatindikiwa, lakini ana muumba wake mwenye atamshughulikia, kwa sababu anajua ni mhitaji. Yawezekana ufike mahali, ufike mwisho, kwa sababu ya ufalme huu umemhofu Mungu. Hautaki kujitetea, hautaki kutenda dhambi, hautaki kusema uongo. Mungu atakuja kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusimame juu. Muda wetu haupo upande wetu, kwa sababu ya Bwana. Hofu la Mungu. Sijui kana kwamba mtu aliye katika nyumba hii na wiki hii tutakuwa na hofu ya Mungu, ili tuweze kujua ukweli wa kile ambacho Mungu anataka ndani mwetu. Mungu hatuachi hivyo. Mungu anahakikisha ya kwamba hata na wale utakaoenda kuambia ukweli, ukiwahukumu ni kwa niaba ya Mungu. Leo nimetumwa kwa sababu ya niaba ya Mungu, ya kwamba katika lanchawa tukusanyike. Tukisha kusanyika, jina la Bwana litukuzwe, tutafundishwa kumucha Bwana, kwa sababu ni katika mafundisho utakapopata kuelewa, na pia utapata ufahamu, utapata hekima ya kuweza kuishi katika haya maisha ya wokovu. Jina la Bwana litukuzwe. Shida moja ni ya kwamba kama hautahofu Mungu, tumesoma Mungu hata kuweka hata kusasa, Mungu atakabiliana na wewe, wenye uongo, hila, na wote wanaochukia neno lake atakabiliana nao. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakuheshimu, ninakutukuza. Ni kwa sababu ya darasa hili ambalo leo nimekuja na wataendelea wakija, ni kwa sababu ya mafundisho. Ninaomba na idhibitike na idhihirike kupitia matendo watakayoyatenda, ya kwamba watakuwa na mabadiliko, watakuwa na hofu yako, na ya kwamba Mungu utajitwalia utukufu kuwapitia. Asante kwa sababu ya neno lako. Kukuhofu wewe Bwana inatupa hekima na maarifa, ya kwamba Mungu tutatembea kimaarifa, tutatembea tukitangaza ukuu wako katika hekima yako. Asante sababu wewe ni Mungu mahali hapa. Baba, ninaomba neema yako itutoshe, ni kwa sababu ya wiki hii. Baba, tunapokuheshimu kwa mali zetu ambazo umetupa Mungu wetu, naomba uzipokee na zikasababisha miujiza kwetu kwenye kiti chako cha enzi. Asante Mungu sababu umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tuna
amini na hata kuomba. Amen.